roho wa amani. Wewe unajua kabisa umebeba roho wa amani, lakini mahali unaenda kufanya sala zako ni mahali kwa deities ama entities wa roho wa vita. Unapata mambo yako hayapenyi mpaka uingie kwenye vita, wakati wewe roho wako, spirit yako imebeba the spirit of peace, malaika Gabrieli kama vile huwa mnaita. Wewe unajua kabisa umebeba roho wa vita na umeng'ang'ana katika roho wa amani. Umeinamia deities ama miungu ya roho wa amani. Huko ndio unaenda kufanya sala zako. Unapata mambo yako hayaendi. Ndio maana unapata watu wameishi makanisani miaka nenda miaka rudi, hakuna breakthrough. Because hujajitambua umebeba roho aina gani. Ikiwa wewe umebeba roho wa amani, siku zote mambo yako kupenya lazima kuwe na amani ndani mwako, because your vibration ndio huwa inakusaidia ninio nje, kuvuta kile ambacho unahitaji. Lazima vitu vyako uvifanye katika amani, peace. Ndio maana unapata Libras, Pisces, watu ambao wamesimamia counseling, guiding, therapy, vitu kama hizo. They must have peace within themselves. Wewe umesimamia kabisa roho wa vita na umeng'ang'ana kabisa kuingia kwenye amani huko, sijui nini. Unatatiza wenzako because wewe uko impulsive. Hasira zikianza basi vita vinaingiana. Kuna watu umebeba roho mbalimbali. Umebeba roho from the wild, roho wa mistuni. Unapata most of the time you are connected to nature. Wewe kwako wewe kuweza kumanuva nature na wewe inaendana. Wewe ni ukikaa vizuri you become a herbalist. Unakuwa ni mtu wa ninio dawa kwa watu. Wewe unaugua nini hivi na hivi. Hata unahisi ndani mwako kabisa una hicho kipaji, lakini umeng'ang'ana kwa vitu vingine. Kwa sababu mahali unaenda wamesema ukianza kuchuna hizo mitishamba utakuwa ni mchawi. Bas, unatatizika wewe mwenyewe. Kuna watu mmebeba roho ama spirits ambao wanatoka from other dimension, na hawa maroho huwa wamebeba nengo mbalimbali. Kuna roho wa furaha. Wewe mambo yako kufanyika yanafanyika kupitia furaha. Kuna roho mbalimbali. Je, wewe umebeba roho wa aina gani? Katika malaika unapata kuna malaika ambao wana vitengo mbalimbali. Malaika wa vita, malaika wa kifo, malaika wa amani, malaika wa ujumbe, malaika wa wimbo, malaika wa hivi. Wewe umebeba malaika wa nini? Because you are also a spirit that is carrying a certain vibration. Na kupitia hiyo vibration yako ndo unafunguka, mtu asikudanganye. Kupitia wewe kujijua kwa roho yangu hii. Maana katika utatu wako wewe unajua kabisa umebeba nini. Utatu wako wewe unakusaidia kujua umbeba nini. Unajua kabisa mimi ni kupitia amani na penya. Mimi kupitia vita na penya. Na vita vyako hakikisha zisije kutatiza wenzako. Itokee tu wakati unataka kukinga wenzako kutoka katika vituko fulani. Gombeba furaha, roho wa furaha. Unajua mahali furaha iko na penya. Hata wimbo za ninio zikianza kuimba unapata anafunguka. Jaribu kujua umebeba roho wa nini. Unapata wewe ni roho wa ujumbe, messenger. You become an intercessor, overseer. Wewe ni mtu ambaye unapeana information, ramli. Ukiingia kwa ramli, astrology, numerology, unanena mpaka kinaeleweka. Ukijua wewe ni mtu ambaye unasimamia communication, ongea vyema. Jua vile unavyoongea, tumia communication yako. Usijikosee na usikosee watu. Kuna maroho ambao mbeba roho nyingi, roho wa uponyaji, roho wa ulinzi. Wewe unalinda wenzako. Mahali kunahitaji ulinzi upo. Hata kwanza ujumbe unakufikia tayari. Kuwa kuna you need protection needed, it's needed there. Unakaa na maroho wa ulinzi. Ila wewe hujijui. Jua njia yako na Mungu. Going back to the source, unatumia njia gani? Ili upate kujifahamu vyema. Juzi tu katika video zangu niliongelelea mambo ya the wild spirits, maroho ambayo yanatoka milimani, maroho yanayotoka in the land, maroho yanayotoka in other dimensions. Jua umebeba maroho kutoka wapi? Maroho from the caves. Maroho kutoka kwenye mito, maroho kutoka kwenye kwenye hewa. I think huwa nafundisha vitu hivi. Na unapata ukiwa na roho wa aina hiyo, wa aina fulani, unapata kuna vitu fulani vinakuonyesha kuwa you are carrying certain types of spirits. Maana ukienda kwingine wataona umebeba mashetani ama mapepo.
because maroho yako ama spirit guides wako ambao wako ndani mwako, they are different from the people that the spirit that they know. Kuna watu ni earth people na kuna watu wanatoka from other dimension. Jijue, jitambue, because kuna watu mmeanza kukataa spirits ambazo zimekaa ndani mwako, ambazo zinakusaidia, ambazo ni za ukoo yako, because they are looking different. Jaribu kujielewa undani wako.